Asante sana mpendwa mtazamaji wa Tukutane TV pote ambapo unatufuata ulimwenguni. Matumaini yangu wewe ni mzima afya pote ambapo unatufuata. Tunatokea mashariki wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tarafani Fizi, ndani ya mji wa Baraka. Hapa ambapo unakwenda kutuona mpendwa mtazamaji, tuko kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Baraka ambayo inajulikana kwa jina maarufu MSF, ambapo mwili wa marehemu mtetezi umelala kwa sasa. Na hivi changamoto zote ambazo nakwenda kuziona hapa ni askari wanajiandaa kuweza kutoa mwili huo ndani ya hospitali hii kuu ili tuweze kwenda makaburini kwenda kupumzisha daima. Ndio mtazamaji, kwa yote ambao wanakwenda kuona popote ambapo unaendelea kupata, ndio hali halisi ambayo tuko nayo mjini Baraka. Na hizi shangwe zote tunakwenda kuziona hapa, hawa ni wanajeshi wake na baadhi ya wengine wamejipanga ili kuweza kusindikiza jemedari huyu ambaye kwa jina la asante sana na imani niko mwenyewe katika hili. Niko na mwenzangu Pepe ambaye yuko nyuma ya kamera pamoja na mwenzangu Dynamic Malembe. Utakwenda kumuona na atakwenda kukupatia hali halisi ambayo inaendelea hapo sasa. Asante. Asante sana ndugu mtazamaji wa matangazo ya Tukutane TV. Umetoka kusikiliza alivyozungumza mwenzangu Juma J Masuku. Ni kweli kwamba tuko katika maeneo ya hospitali kuu ya mji wa Baraka ni tarafani Fizi. Kama unavyoendelea kuangalia na kushuhudia nyimbo mbalimbali ambazo zinaendelea kuimbwa hapa na jeshi au vikosi vya wazalendo mbalimbali kutoka miji au vijiji mbalimbali vya tarafa la Fizi, wote wamekusanyika hapa mjini Baraka kwenye hospitali kuu kuja kushuhudia mazishi ya Mabere ya pasuka. maji ipo za za aina nyingine. Tutakwenda kufundisha mengi ambayo tutakwenda kuendelea ndani ya hospitali kuu ambapo tunasubiri mwili wa Jenerali mtetezi katika sehemu ya mazishi. Mimi ni Dynamic Malembe wa Tiketi TV. Ungana nasi katika matangazo siku ya leo. Tukuletee mazishi, tukuletee hotuba mbalimbali kuhusiana na mazishi haya. Anajua hisia zake na maneno ambayo alikuwa akisema na vitendo alikuwa akitenda. Ule alikuwa akifanya maisia, anabuni mipango na anaitimiza. Askari wale wanawajisi na wasi, imani yenu iwe ile ile ya yule ambaye alitufunza sisi, ambaye ni mwalimu. EPDC EPDC hiyo nyumba. Wanajeshi wote kwa jumla wanaotumika mvuma EPDC na arme yake AIC, mheshimiwa alitufunza askari tika kuimaima. Mheshimiwa alitufunza zaidi, akatuambia maneno mengi ambayo yalikuwa akitembea kwenye dunia mzima. Wamoja walikuwa watu ambao wajui kwa sababu kabila za eneo ambao general alitumikia ujeshi wake wala ukombozi, walikuwa ni watu ambao hawajui nini wanafanya wala nini ambacho watafanya. Hawa watu walitafakari Lieutenant General Tresor Kibukila mtetezi wa Seva kwa maneno mengi ambayo yeleweke. Kulingana na hiyo, kwenye project ya Lieutenant General Tresor Kibukila mtetezi wa Seva aliweza kuambia wanajeshi kuanzia audio zake za zamani na mpaka za sasa. Lieutenant General Tresor Kibukila mtetezi wa Seva alikuwa akiambia watu ya kwamba dunia yetu wala Kongo yetu kwa jumla, kila mahali yeye atahakikisha ya kwamba ameondoa adui ambaye ametaka kugabua nchi yetu. Kwa leo, kwa sababu ya wakongomani hawana akili, wa ndugu zangu mtanisamea kwa sababu nitakuwa nasema ukweli. Wakongomani kwa sababu hawana akili walishutumu, kumuhukumu wala kumfanyizia unyama kama na huu. Wakongomani, ujumbe ambao alituachia mheshimiwa alisema ya kwamba hata udongo, hata nywele moja ya mwana wa Kongo isivuke inchi ya hii Kongo.
Kwa hiyo nawaambia ya kwamba vijana wenzangu, kama gisi tunajua, tuone mbali. Kongo yetu imeshakuwa kwenye udongo. Hata tuwaambie ukweli, habari zilitembea kwenye mitandao ya kusema ya kwamba Lieutenant General Tresor Kibukila Mtetezi alikuwa akienda kwa M23. Hizo ni habari za uongo. Tutawaambia ukweli, huyu ni mkombozi, na tulia zaidi kwa sababu tumempoteza mkombozi. Na kwa leo ameacha wakombozi wengine, ndo nyinyi askari. Askari ndo wakombozi nyinyi. Mahali pote ambapo panapolia risasi la adui, tunajua adui ni nani. Wana wa Kongo ambao wanataka kugabula nchi yetu. Sisi kama vile wajeshi hatutapoteza misingi ya kiongozi ambaye alikuwa akituambia. Nawaambia ya kwamba wote ambao sana mtazamaji, kama nilivyopata kueleza kwamba katika harakati za mazishi tuko katika hospitali kuu ya mji wa Baraka. Ndugu mtazamaji, tulivyokwenda kukutaarifu tangu zamani kwamba kulingana kifo cha Jenerali Kibukila Mtetezi, kifo ambacho kimekwenda kuwagusa raia wote wa nchi ya Kongo, hususa mashariki mwa nchi hiyo, Jamhuri Kivu ya Kusini, tarafa Fizi, mjini Baraka. Raia wamekusanyika kwa wingi sana kuja kushuhudia ni kiasi gani harakati za mazishi za mzee zitakwenda kuendeshwa. Kama unavyokwenda kuona wewe mwenyewe ni kwamba nyimbo zinaimbwa za sifa, nyimbo zinaimbwa za masikitiko, nyimbo zinaimbwa za kijeshi. Yote ni kwa ajili ya kumshindikiza Jenerali Kibukila Mtetezi katika makao yake ya milele, huko ambako tutakwenda kumtuliza maeneo ya Fizi Center, makao makuu ya tarafa la Fizi. Hivyo nakusi uendelee kuungana nasi kama unavyoshuhudia nyuma yangu ya mgongo wangu kwamba tuko katika hospitali kuu ya mji wa Baraka. Tumekuja kukusanyika wote hapa kusubiri ni kiasi gani mwili wa mzee utakwenda kutolewa ndani ya hospitali kuu ya mji wa Baraka. Hivyo kaa chonjo nasi, usikae mbali. Tutakuwa na wewe mpaka Fizi Center safari nzima. Tutakwenda kuletea matukio yote ya mazishi haya mpaka mwisho. Mupo tayari kupambanisha adui ambaye tuko naye? Tuna na ukweli wa kupambanisha adui ambaye tuko Galamai. Na hiyo kanano bagete na bino etoka. Ingine. Bagete na bino etoka. Peta bagete. Bandela bagete etoka. Bagete. Peta bagete.